Watalii 190 kutoka nchini Bulgaria wameingia Zanzibar kwa ziara maalum ya kiutalii kwa lengo la kuifungua milango mipya ya utalii kutoka nchi mbalimbali ulimwenguni, hasa kutoka mashariki ya bara la Ulaya. Akizungumza katika hafla ya kupokea ndege ya Bulgaria katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Abeid Amani Karume, Katibu Mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Dr. Abudu Suleiman Jumbe amesema ujio wa ndege hiyo ni mafanikio ya mageuzi makubwa ya sekta ya utalii Zanzibar. Tuna furaha kubwa ya kuwakaribisha watalii 180 kutoka Bulgaria pamoja na wafanyakazi wao wa ndege wa shirika la ndege la Bulgarian Airline 9. Kwa hivyo kama watalii 190 ambao wamefika Zanzibar hapa leo kwa ziara maalum ya kiutalii, na hii ni katika tena kufungua milango mipya ya watalii kutoka nchi mbalimbali ulimwenguni, na hasa watalii hawa kutoka mashariki ya bara la Ulaya na hasa katika ile nchi ya kihistoria ya Bulgaria. Safari hii ambayo ya ndege hizi za Bulgarian Airlines itakuwa zinafanyika mara 3 kwa mwezi, na uzuri wake ni kwamba kila ndege ambayo itakuwa hapa Zanzibar itakaa na kuwasubiri watalii mpaka watakapomaliza ziara yao kama muda wiki moja na kurudi nao, na baadaye ndege nyingine itakuja tena na watalii wengine 180. Kwa hivyo kwa mwezi 180 mara 3, ina maana hapo tunazungumzia watalii kama 400 mpaka 450 au mpaka 500 ambao watakuwa wanakuja Zanzibar kutoka Bulgaria kwa mwezi. Na haya ni mafanikio ya zile juhudi, jitihada za serikali zote mbili, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ya Mapinduzi ya Zanzibar, viongozi wote wa kitaifa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, ya mikakati yao ya tangu ilipoanzia wakati wa mageuzi ya Royal Tour mpaka leo, na kuona kwamba safari hizi au watalii zaidi wanazidi kuongezeka hapa Zanzibar. Huu ni mwanzo tu wa watalii hawa kutoka Bulgaria na kuja Zanzibar, na kama vile ambavyo tunafahamu, Bulgaria pia ni nchi ya kihistoria. Bulgaria pia ina vitu vyake vya kiutalii. Bulgaria imo pia katika orodha ya UNESCO, lakini kama hapa mnavyoshuhudia ni kwamba watalii kutoka Bulgaria wanakuja hapa Zanzibar kwa sababu ya vivutio zaidi ambavyo vipo Zanzibar kuliko kule Bulgaria. Mfano, bahari, mchanga, jua, sunset and sea. Bahari yetu inapendeza zaidi kuliko ile bahari yao kule Black Sea, lakini pia ukiangalia maeneo ya liomo ndani ya orodha ya maeneo ya kihistoria ya shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO, wanakuja hapa pia kutembelea mji mkongwe, na wao pia wana ule utalii unaoitwa sensory experience tourism, ambao wao wanakuja kulinganisha yale maeneo yao ya kiutamaduni na kihistoria yaliyopo Bulgaria na maeneo ya utamaduni na kihistoria yaliyopo hapa Zanzibar. Lakini pia wanakuja hapa pia kwa utalii wa utamaduni na sanaa wa Zanzibari, lakini pia utalii wa viungo. Wanakuja hapa kwa utalii wa chakula, lakini pia wanakuja hapa kufungua milango mipya ya kibiashara na kiwekezaji baina ya Zanzibar na Bulgaria. Kwa hivyo haya ni mafanikio ya mageuzi makubwa sekta ya utalii. Kama inakumbukwa na kwamba huko nyuma kulikuwa na watalii mbalimbali wakitokea Ulaya Mashariki, lakini baada ya kuja kwa janga la uviko ile sekta kwa upande wa kule ikaondoka. Lakini hivi sasa baada ya mafanikio makubwa serikali yetu na mikakati na mipango ya kuwavutia zaidi watalii, ni kwamba sasa safari mbalimbali za watalii kutoka Ulaya Mashariki zimekuwa zinakuja moja kwa moja, na katika hali kama hiyo ya kama ndege hii ya shirika la ndege la Bulgarian Airlines ambayo imekuja sasa itaanza kuja mara 3 kwa mwezi. Nitoe fursa hii pia kuwashukuru wadau wetu Coral Travel ambao pamoja na Abbas Bulgaria, ndugu yangu Hafidh yupo hapa leo, ambao kwa pamoja tumekuwa tukishirikiana katika kuhakikisha kwamba sekta hii au soko hili la watalii linazidi kufungua milango, sio tu Ulaya Magharibi au Amerika ya Kaskazini, lakini pia Ulaya Mashariki, bara la Asia
na maeneo mengine ya ulimwengu. Kwa hivyo leo ni siku ya furaha, na kama mlivyoona ni kwamba na hii pia inakwenda kuendelea katika kutekeleza yale malengo ya kufikia shabaha ya watalii milioni 1.5 kufikia mwaka 2030, na kama idadi inavyoonyesha ni kwamba shabaha hii inaweza ikafikiwa kufikia mwaka 2027, wakati pia mwaka huo tukisubiri mashindano ya kombe la Afrika la AFCON kwanza.